lakini ikawa nimeendelea na mambo mengine tu ya kamari na kadhalika. Lakini namshukuru Mungu, baadaye nikutana na ndugu mmoja akanishuhudia kwa habari ya wokovu. Nilikuwa siamini kwa ile hali kama kuna mtu naweza nikamfaa kwenye maisha yake, kwa sababu ni mtu ambaye tayari kwa kila mtu nimekuwa mzigo na kero kwake. Lakini aliponiambia kwamba Yesu anakupenda hivyo, nilishangaa sana kwenye maisha. Nikasema mimi naweza nikamapenda na Yesu? Akasema nakupenda sana hivyo hivyo. Basi niliamini kuokoka, lakini nilimwambia sitanyoa rasta. Akaniambia bila shaka njoo nazo tu. Mimi sasa kulingana na ile spidi ambayo nilikuwa nayo Misri, kwa sababu Misri ilikuwa na spidi kubwa. Kwenye sifa za wizi lazima nikute namba 2 moja. Kwenye sifa za kamera lazima nikute namba 2. Yaani unikose kwenye hizo nafasi. Kama kuna watu watukutu lazima nipate kwenye hizo namba za juu kabisa. Sasa nilipofika pale bado niliingia na ule moyo ule kutumika kwa Mungu kwa moyo ule. Basi mimi nikuta watu wanapaka anointing ambayo inaitwa mafuta upako. Nikasema mimi kwa sababu huko nilikotoka nimeumizwa sana, mimi itabidi ninywe. Mimi ile anointing nikawa na kunywa anointing ili kwamba ikiwezekana hasa upako ni upate zaidi kuliko wale waliotangulia, mimi niwe mbele zaidi. Napaka anointing kwenye swala ushuhuda. Pale utaratibu ni mkali, lakini mimi ushuhuda lazima nishuhudie, chochote kinachoendelea lazima nishuhudie. Lakini tuliendelea sana hivyo. Baadaye ufahamu wangu kaanza kufunguka, watu wanatoa shuhuda kwamba Mungu amenipandisha cheo. Alafu nikigeuka nyuma na naangalia watu maisha mtaani ni wazinzi. Nikasema huu ni ushuhuda gani huu? Mbona watu wasema pandishwa cheo Mungu amewatendea, lakini mbona wametoa mimba? Huyu ni Mungu aina gani? Nikaanza kwenda milimani. Sasa naenda milima Mbeya kule, naenda kuomba, naenda milima Mbeya, narudi. Nasema hapana, huu hapana, hapa hii hapana, huu sio kweli, huu sio kweli. Mbona wanatoa shuhuda na maisha yao yanaendelea mtaani tofauti sana? Basi baadaye nilikuwa na kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Abedi. Yule ndugu akaniambia kuna ndugu mmoja anaitwa Mbarikiwa. Kuna ndugu mmoja anaitwa Mbarikiwa. Yule bwana anahubiri injili ya kweli sana. Nikasema kweli? Nasema hapana, na mimi tayari nimeshaanza kwenda milimani. Basi mimi nikwambia tu mpenda, nijitoa sana katika vipande vingi. Sasa nakumbuka nilikuwa na biashara pale soko la Sido. Ile kutumia mimi anointing nilikuwa na mwaga kwenye mabegi. Mimi najumisha mabegi ya mtumba Mbeya pale. Nilikuwa na mwaga anointing kwamba wateja waje. Na ile damu ya Yesu, mimi nilikuwa nachukua maji ndoo mbiza ita 20. Asubuhi na mwaga damu ya Yesu kwenye mabegi. Na mwaga damu ya Yesu kwamba wateja sasa waje. Na nilikuwa nikiingia mtaani, basi hilo soko mpendwa, lazima nikusanye nyanya za kutosha. Nilikuwa mwinjilisi kweli kweli. Lakini baadaye na ndugu Abedi akaniambia bwana kuna ndugu. Basi nikaenda nilikuwa sai pale. Nikaenda pale. Kweli bado kichonisaidia sana mimi. Yaani nilipofika pale sijui cha utaratibu, ilikuwa kama ni kuomba, basi mimi niliingia na 5G. Ni kujivuruga. Yaani hata kama sitaonekana wiki nzima, hata kama nitaibukia hiyo Jumapili, basi ni kujivuruga hapo maombi, ni kujivuruga. Basi ile speed ile ilifanya ile roho ya mchungaji niichukue kwa speed kubwa. Ile speed ambayo iliyoingia na ile ambayo iliingia na winners. Basi ikawa imeenda mwisho wa siku. Mimi nasema tu kwamba katika maisha yangu nimeiona faida kubwa ya kuongozwa. Katika maisha yangu nimeiona faida kubwa ya kuongozwa. Amen. Kwa sababu amini nakwambia, kuna rafiki zangu ambao tuliokoka nao pamoja. Wenyewe waliamua kwenda kufungua makanisa na kuwa viongozi. Walienda kufungua makanisa na wakanunua maeneo. Lakini mimi nilipokuja kwa baba hapa akaniambia kwamba hapa lazima uinjilisi tutupe pembeni. Vyote nilivyotoka navyo huko tunaanza na sifuri. Hapa tunavuruga kila kitu. Ni kweli kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu, kwa sababu ni mtu ambaye nafahamika mwinjilisti, mtumishi mtaani, na ni mfanya biashara pale sokoni na kajina pale. Lakini nilifika pale
nilishambuliwa kama mpanga nyanya chungu barabarani. Yaani injili ilininyambua, kichwa iliweka kule, sikio iliweka kule. Tukirudi nyumbani na mke wangu hapa ni ugomvi. Ni imani gani hii? Mbona anatuchambua sana, anatushusha sana? Kweli nimeiona faida kubwa ya kuongozwa. Nimeiona faida kubwa ya kuongozwa. Tangu nichukue maamuzi na kuambatana na imani hii na kukubali kuongozwa, kwa kweli sina wakati ambao nimejuta. Sina wakati ambao nimejuta. Nimeona faida kubwa kuongozwa. Wako rafiki zangu ambao wenyewe walienda kufungua imani, walienda kufungua makanisa sehemu tofauti tofauti. Wengine wamekuwa levi, wengine wameenda kuchimba dhahabu. Kila mtu kashaacha kwa sababu mimi nimeiona faida ya kuongozwa. Nimeiona faida ya kuongozwa. Nimeiona faida ya kuongozwa sana kwa sababu mwisho wa siku baada ya kuendelea na baada ya kuangalia, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa pamoja na mimi wa faraga. Wenyewe hawanioni sasa kwenye ile kuonana ambao tukaenda kuhubiri, lakini tukikutana nao kwao nimekuwa baraka kubwa sana. Wanatamani kunisikiliza. Yaani nimekuwa nikiongea vitu vina mvuto kwao, lakini sina kanisa. Wenzangu ni wachungaji, wengine wachungaji mwashinda. Lakini wanakuta nikikutana nao maneno yangu yamekuwa na neema. Amen. Lakini wenyewe hawaeleweki. Mara leo amepanda, mara ameshuka, mara leo amevuta bange, kesho anaendelea kuhubiri. Mimi nimeiona faida ya kuongozwa. Nimeiona faida ya kuongozwa. Hata kuna wakati fulani nikasema ya kwamba nilijaribu kujiuliza ni kwa nini Joshua alikuwa na mwisho heshima. Nikajaribu kujiuliza ni kwa nini Elisha alikuwa na mwisho ni adabu kubwa. Nikagundua Elisha kile kitendo cha kumuelewa Elisha hakuwa mtu wa kawaida. Elisha bila shaka alikuwa na maisha ya utumishi. Elia alikuwa sio mtu wa kueleweka kwa mtu kirahisi. Elia ni mtu ambaye alikuwa eleweki na mtu. Nikaanza kujiuliza ni kwa nini Elisha aliamua kwenda kuchinja ng'ombe na kuambatana na Elia. Nikagundua tu alienda kuchinja utumishi. Alienda kuchinja ushemasi, alienda kuchinja uchungaji. Na kubaki kwa mtu wa kawaida akiagizwa kijiko aende ili aipate ile roho ya Elia. Ndio maana Elisha ni mtu ambaye alikuja kufanya vitu vikubwa, lakini unaiona sababu ya Elisha kuja kufanya mambo makubwa ni kujitisha chini ya Elia. Ni Elisha ambaye mifupa yake ilifufua mtu. Lakini unaona alijitisha. Unaona sababu ya kumfanya Elisha kufanya vitu vikubwa, alijitisha chini ya mtu. Nikamshukuru Mungu sana kwa sababu nikajaribu kuangalia hata Joshua anavyosema kwamba nilipokuwa na miaka kadhaa nilitumwa na baba yangu Musa. Nikaona kumbe Joshua ni mtu aliishi chini ya Musa miaka mingi. Yaani ukiangalia anavyosema anasema nilipokuwa na miaka 45, nilikuwa na miaka 40, sasa miaka 85. Nilipokuwa na miaka 40 nilitumwa na Musa. Miaka 40 na sasa na miaka 85. Unaona huo umri wa kukaa chini ya mtu. Nikaona sasa hiyo narudi kwangu. Faida ya kukaa chini ya kiongozi mwenye nia sahihi. Nimeiona kubwa sana, sio kwangu tu. Hata kwenye maisha yangu ya kawaida, ukikuta upangiliaji wa maisha yangu, nyuma yake ukiangalia utakuta kuna maonyo ya baba. Ukikuta si nyumbani nyumbani sikopi benki. Mimi ni kwa mtu wa kukopa huko Inasi. Ukiona sikopi benki, mimi nishaenda kwa baba kwamba baba nataka nikope pesa niende China. Niongeze pesa niende China, na benki tayari CRDB wameshaipima nyumba yangu na wameona mimi na vigezo vya kuchukua pesa. Nilivyoenda akaniambia hiyo ni tamamu na siruhusu kukopa wala hicho kitu hakiwezekani. Mpendwa, nimeiona faida ya kuongozwa. Kweli nikaenda nikamwambia watu wa benki nafikiri imeshindikana. Mara nyingi hata kama nataka ninunue kitu huwa nawaambia ngoja nikamwambie mzee wangu, mshauri wangu wa mwisho. Akikubali hicho kitu tutafanya biashara. Ikishindikana hicho kitu biashara imeshindikana. Sasa ile biashara ikashindikana kupishwa pesa na mchungaji akanikatalia. Bahati nzuri nikasafiri nikaenda China sasa kwa pesa zangu. Nikaenda China sehemu moja Shenzhen, nikaenda kule nikajumua masimu. Nilipokuja nayo hapa ndugu yangu,
Zile simu zilikuwa ziuziki. Zile simu zilikuwa zitembei. Hata nilishusha hadi 15 simu anunui. Land Rover. Zaidi ya kupata lawama, network heshiki. Sasa jiulize hizo lawama ungejumlisha na mikopo ya benki na lawama za simu yako, network haishiki. Hapo kilichofuata lazima wokovu ungeachwa chini. Amen. Nilipoona vile nikasema, Mungu, ninakushukuru sana kwa kuongozwa. Nakushukuru sana kwa faida ya kuongozwa. Faida ya kuongozwa nimeiona katika mambo mengi. Mimi niseme tu watu wa Mungu, iko faida kubwa. Iko faida kubwa ya kuongozwa. Na nimshukuru Mungu kwa sababu ya watu wa Kigoma, na najua ni watu wapambanaji. Ni watu wapambanaji. Ni watu ambao nimeishi nao sana Singida. Najua leo walionao watu wa Kigoma. Watu wa Kigoma ni watu fulani wapambanaji sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana 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 sana. Namshukuru Mungu sana hata kwa ndugu yangu hapa. Mimi niseme kitabu cha Bila Maombi Mengi kinauzwa 10,000, lakini mimi nitakuzawadia kulingana na moyo ambao umeweza kuwa nao. Ndugu yangu hapa, kijana yule pale mrefu, moyo ulionao. Na ndugu yangu pale, nione tu hivyo vitabu vya Bila Maombi Mengi. Ni vitu najua vitawapeleka kwa spidi kubwa sana. Mimi nimeiona faida kuongozwa. Hata ukiniona na gari, ukaona leo labda ni kuna nyumba nimejenga, nyumba nimesimamiwa. Mimi nilikuwa naamini kwenye uinjilisti tu, kujitoa kwa Mungu. Nyumba nimesimamiwa kwamba mwanangu una watoto, nunua uwanja. Ndio. Nimesimamiwa nyumba. Ni mchungaji gani utamkuta kwenye kizazi hiki akusimamia kujenga? Ni mchungaji gani utamkuta kwenye kizazi hiki asikuruhusu kukopa benki, akati anajua hapo kuna fungu la 10? Ni mchungaji gani? Nikwambie mtu wa Mungu, nikwambie tu kwamba tumesimamiwa sana na kuna ushuhuda mmoja. Kuna mtu wa Mungu mmoja anaitwa yuko Morogoro. Yule anaitwa dada nani yule? Glory. Anaitwa dada Glory. Yeye juzi tu ameuza nyumba yake ambayo alinunuaga miaka alijenga kabla yupo kwenye imani za huko nyuma miaka mingi. Ameuza ile nyumba kama milioni 21 hivi. Baadaye akasema, mchungaji, nataka nitoe fungu la 10. Mchungaji akasema, mimi sichukui fungu la 10 ambayo nyumba uliganga, ulifanya ukahaba huko, uniletee mimi fungu la 10. Fungu la 10 hilo sichukui. Hiyo nyumba ulijenga kipindi cha ukahaba. Mimi nachukua fungu la 10 ambalo kutoka hapa, kutoka kwenye imani hii, nitakusaidia kutoka hapa. Na ukaiona faida ya kusaidiwa kutoka hapa. Hapo naruhusu ukatoa shukrani kwa Mungu. Lakini sio utoe shukrani kwa Mungu ambaye uliunga huko uniambie fungu la 10. Pendwa, tunamshukuru Mungu sana kwa nia ya baba alionayo. Amen. Tunamshukuru Mungu sana. Na kuna mama mmoja anaitwa Bibi Kijingo. Naamini kwa kwetu pamoja mtamjua tu, lakini yupo kwenye kitabu cha sadaka, utaiona picha yake hapo. Yule Bibi Kijingo ni mtu ambaye alikuwa anaabudu kwenye kanisa ya KTG huko. Alikuwa ni mtu wa kujitoa sana kwenye dini. Mtu wa kujitoa sana. Mume wake alikuwa na uwezo. Baadaye mume wake akafariki, na alikuwa na shida tofauti, lakini alipoiona tenzi alichukua maamuzi, akaja mji wa Mbeya. Alikuwa na tatizo la moyo, lakini baada ya kuambatana na imani hii, ule moyo ukapona. Yule bibi alikuwa na mashamba mengi Chimala. Alikuwa na nyumba nyingi pale, aliachiwa na mume wake, alikuwa na magari. Yule bibi, mchungaji akamwambia, kwa umri ulionao, sihitaji uuze hata kijiko. Nataka uishi kwenye nyumba yangu hii. Kuna nyumba ambayo mchungaji alijenga hiyo nyumba akati anafanya biashara za machinga siku za nyuma huko. Alijenga nyumba Dar, baadaye ile nyumba akaiuza Dar, akahamisha hela, akajenga nyumba Mbeya. Akasema, uwe naishi hapa. Ile nyumba uwe unachukua kodi na kumwabudu Mungu. Nyumba zako ulizoachiwa, chukua kodi na kumwabudu Mungu. Nisije kuona mauza hata kijiko. Lakini yule mama kwa kiburi tu, baadaye kuna kiburi tu kinuka ndani, akaenda kuziuza zile nyumba kimya kimya. Akaziuza nyumba kimya kimya, mashamba kanauza kimya kimya, anauza kimya kimya. Sasa hela siku zote kama mzazi amekwambia usiuze ukauza, ina maana ile hela inakuwa ina baraka. Ile hela ina maana kana itumia tu kiusungula ama akanua simu ya touch mara hiki. Baadaye kachukua fungu limebaki kiasi fulani, kalipeleka kwenye bahasha ofisini kwamba mchungaji, fungu la 10 hili nimeuza maeneo.
Mchungaji akasema, mimi msimamo wangu ni ule ule. Siwezi kuchukua fungu la 10 la mashamba na nyumba nilizouza, kwa sababu mwisho wa siku mtatukanwa mimi. Mtatukanwa mimi. Kwa hiyo hela sichukui hata 100. Nenda kazimalize zote. Sitachukua hata 100. Mpendwa, kwenye kizazi hiki 2021 hiki tarehe leo hii hadi Waroma fungu la 10 macho yanatoka hiki kizazi. Mpendwa, mimi nimeiona faida ya kuwa chini ya kiongozi mmoja. Nimeiona faida, nimeiona. Hadi kama kuna mahali ambapo mzee wangu pastor wangu namuona ameokoka, sijawahi kumuona akiwa na tamaa na pesa ya mtu. Sijawahi kumuona. Naomba tuisome katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20 hiyo, 20 kama sikosei. 20 kuanzia mstari wa 32 hapo. Matendo ya Mitume. Huo moyo unaoona kwenye hicho kitabu ndio unaoona kwa mzazi wao. Huo moyo. Hao ni maandiko tuko soma, lakini sasa hivi tunaona ni maandiko, ni mtu ambaye anaishi. Hiyo roho, hiyo spirit ipo kwa hiyo mtu anaishi kwenye kizazi hiki. Naomba isome. Matendo 20 mstari wa 32 anasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu. Paulo huyo, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu. Na kwa neno la neema yake. Ambalo laweza kuwajenga. Na kuwapa urithi. Pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha. Sikiliza. Anasema sikutamani fedha. Hiyo ndio neno naloachia. Sikutamani fedha. Endelea. Wala dhahabu. Sikutamani. Sikutoa macho. Sikutolea macho fedha. Wala dhahabu. Haleluya. Endelea. Wala mavazi ya mtu. Jana mmemsikia akiongea. Ameamua kushona hizi nguo. Ameamua kuwa na haya mabuti. Lengo neno la Mungu alifikishe kwako kama lilivyo. Anasema, mpendwa, ni vitu ambavyo tulivisikia, lakini leo tunavithibitisha kwa macho. Ni mchungaji yupi asikuruhusu kukopa benki? Mchungaji yupi? Kwa sababu anajua kwenye hizo, kwa sababu nilikuwa nataka nivute milioni 60. Kwa alijua kwenye hiyo milioni 60 umo lazima 6. Na hela za mikopo huwa zinavuruga. Kwa unaweza kupeleka hadi 10. Kwa sababu tunajua zipo tu, unaziona kama ni nyingi, zipo tu. Kwa nilikuwa nataka nivute 60 pale. 60 nikamwambia mimi nataka mkopo, ila mimi kwa akili yangu na kwa mfumo wangu wa kazi sihitaji nikope 30. 100 mkishindwa 60. Nje na hapo sikopi. Wakasema kwa wewe haina shida. Lakini nilipofika makao makuu, akaniambia hicho mwanangu haiwezekani. TRA. Isome. Huo moyo wa mzazi huo. Huo moyo ndio maombi yangu na dua. Huo moyo tunauona kwa Paulo, ndio huo moyo ambao tunauona kwa mzazi. Kwa mzazi. Mbeya hapa ni kilomita nyingi. Mbeya hapa ni kilomita nyingi. Lakini unaona ni gari imeunguruma. Kwa sababu kipiga tu hesabu ya gharama ambayo tumesafiria pamoja na kula, hii nyumba inaisha na hema. Hii nyumba inaisha na chenchi zinabaki. Hii nyumba inaisha na hema na chenchi inabaki. Lakini bado naangalia ni mtu ambaye anatamani apone. Anatamani tupone kama alivyopona. Hebu isome hiyo. Anasema kwamba ninyi wenyewe mnajua. Ninyi wenyewe, sisi wenyewe tunajua ya kuwa mikono yangu hii. Anasema mikono yake hii imetumika kwa mahitaji yangu. Imetumika kwa mahitaji yake. Na ya wale waliokuwa pamoja nami. Anasema mikono yake imetumika kwa mahitaji yake. Mikono yake sio mdomo, injili. Sio uwezo wa kufafanua vitabu. Mikono yake imetumika kwa mahitaji yake na waliokuwa pamoja naye.
Endelea. Katika mambo, anasema kwamba katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi. Katika mambo yote nimewaonyesha kwa kushika kazi hivi. Imewapasa kuwasaidia wanyonge. Imewapasa kuwasaidia wanyonge. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Jinsi alivyosema mwenyewe. Jinsi alivyosema mwenyewe. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Tumalizie katika kitabu cha Bila Maombi Mengi ukurasa wa 2 na ile aya ya ngapi? Bila Maombi Mengi ukurasa wa 2 na ile aya ya ngapi? Na ile aya point namba 5. Ukurasa wa 2 point namba 5. Point namba 5 anasema kwamba, anasemaje? Bila maombi mengi. Bila maombi mengi. Lidunia. Hili linakuwa ni kama dudu fulani. Bila maombi mengi, lidunia linakuwa ni kama dudu fulani linalotisha. Linalotisha. Yaani kila chema utakachotaka kukifanya. Yaani ukikosa maombi, yaani kila chema utachotaka kukifanya, utakutana na vitisho vya kila aina. Utakutana na vitisho vya kila aina. Na kwa sababu ya kukosa maombi mengi. Na kwa sababu ya kutokulitumia jengo hili sawa sawa. Na kwa sababu ya kutokuyatumia malango haya sawa sawa. Watu waliokuwa na nguvu, watu waliokuwa na uwezo, watu waliosema makali ya simba, watu waliosema makali ya moto, watu waliogeuza kauli ya mfalme, ni watu ambao haya malango waliyatumia sawa sawa. Mchana kazini, usiku kanisani. Mchana kazini, usiku kanisani. Mchana kazini, usiku kanisani. Watu hao waligeuza kauli ya mfalme. Hata kama walikuwa na nguo moja, lakini ukili wao ulikuwa na nguvu sana. Endelea kusoma. Anasema kwa sababu ya kukosa maombi mengi. Kwa sababu ya kukosa maombi mengi, utakuwa unasingizia kuwa si mpango wa Mungu kufanya hiki. Si mpango wa Mungu. Hadi kulima utaita si mpango wa Mungu. Hadi kuzungusha nyanya si mpango wa Mungu. Si mpango wa Mungu, ni ukahaba tu na kuuza pombe. Lakini vitu vyote vyema ni mpango wa Mungu. Mara kadhaa baba yetu anapenda kusema, anasema Adam kazi aliyopewa ya kwanza, ailime bustani na kuitunza. Amen. Anasema hiyo ni Hesabu 13 mstari wa 17 hadi 14. Naam. Anasema kwamba bila maombi mengi. Bila maombi mengi. Kila utakapotaka kuhubiri. Kila utapotaka kuhubiri, utajikuta unashindwa pa kuanzia. Unajikuta unashindwa pa kuanzia. Ukitaka usome Biblia. Ukitaka usome Biblia. Uombe. Uombe. Au ufanye biashara. Au ufanye biashara. Utajikuta unakosa pa kuanzia. Utajikuta unakosa pa kuanzia. Na unapotaka kujaribu. Na unapotaka, sikiliza. Mimi nikombea pale, nafanya biashara. Nafanya biashara. Lakini nikiyatumia malango haya sawa sawa, nikabidhi chochote chema kwenye mkono huu, kinauzika. Chochote chema, ili mradi sio pombe, sio bangi. Chochote chema. Maombi mengi si hatuyatumii kukoloma tu. Maombi mengi tunayatumia hata kupushi kazi za kawaida. Maombi mengi hatuyatumii kuendesha semina tu kwamba tunakuja. Maombi mengi tunayatumia katika kila kazi njema. Kila kazi njema. Na unapotaka kujaribu. Utaona ni kama unataabika sana. Utaona ni kama unataabika sana. Na hii inatokana na aibu kadhaa ulizokutana nazo au ulizokutana nazo mtu aliyejaribu kufanya hivyo. Naam. Alizokutana nazo mtu aliyejaribu kufanya hivyo. Naam. Mwanangu. Ukiwa na maombi mengi. Hautaviona vitisho hivyo. Kwa namna hiyo unayoiona. Mungu awabariki. Amen. 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 Hallelujah.
naona inaweza sio kawaida kwenu, kwa sababu kwenye dini mnakuwa na haraka ya kusali haraka mtoke mwende mkaugulie matatizo yenu. Lakini sisi kwa bahati mbaya, sisi siku kama ya leo hata ukiingia kwenye mtandao ibada inaendelea mpaka usiku saa 3. Yaani hata hapa tutakatisha kwa sababu ya wengi itakuwa ni hamjawahi kufanya ibada kwa urefu kiasi hiki. Tutakatisha kwa sababu hiyo, lakini huwa tunakaaga sisi toka saa 1 asubuhi Jumapili mpaka saa 4 usiku au saa 5 bila kituo. Amen. Amen. Kwa sababu ya yale machache ambayo nitazungumza hapa. Sasa kwa sababu inaweza ikawa wengi kawasumbua mpaka mwenja sasa inauma hapa, tungeenda kula turudi tena. Nadhani kuna juisi mlinunua pale, kama mtu atazidiwa kabisa zile chache watakaopata hao wawili, kama atazidiwa tu kabisa, nadhani itakifika saa 8 ili saa 9 ndio tuanze kwa maandalizi ya mkutano. Lakini tufanye kwa utulivu kidogo, tuelewe mambo mawili matatu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu hapa nitataka nijibu hoja kidogo na haja ya wale wanaosema kwa nini tunaomba hatupati. Kwa nini tunaomba lakini hatupati? Matatizo yanakuwa pale. Nitataka nikujibu kidogo pale, kwa sababu nitataka mwanze kuomba. Kwa kuwa mimi natengeneza watu ambao wafalme watawaogopa, walio na uwezo wa kugeuza matamko ya watawala na wenye mamlaka. Nawaambia pasipo kificho, kweli niko hapa ni pa kawaida sana, lakini mimi mwenyewe najijua sio wa kawaida. Amen. Najijua nimehusika kwa nchi ya Tanzania. Sisi tu tunaabudu bila kuvaa barakoa hapa. Amen. Sisi tu tunaabudu kwa kukusanyana kwa namna hii, kwa sababu moja maeneo ambayo nimesema wayaheshimu, basi nimesema waheshimu eneo la ibada, kusema napo corona huwa inaenda kuua. Haleluya. Nimesema kote corona kama ipo inaweza ikaua, iwe imetokana na mtandao wa 5G, iwe imetokana na hila ya wazungu, iwe itatokana na barakoa, la kote inaweza ikaua. Lakini kwa watu waliokwenda kwa Mungu kabisa, haiwezi kuwagusa, haiwezi kuwaua. Sasa mtu wa Mungu, hakuna taifa ambalo mhubiri alisimama akaongea kinyume cha sayansi walimwacha. Kote walimkamata, walimpiga, walimtesa. Lakini Tanzania hapa, nchi na mamlaka na serikali imeheshimu matamko tunayoyatamka. Imeheshimu matamko tunayoyatamka kwa sababu ni matamko hayana hila hata kidogo. Amen. Ni matamko ya watu ambao ni wa Mungu kweli kweli, hawana wanachokificha ndani, wanachokitafuta ndani kwa ujanja. Wametupima na kutujaribu kwa namna nyingi, wamejua kweli hatuna ujanja ndani. Amen. Sasa hapa nimejaribu mimi kugeuza kauli ya wafalme. Tuna sio Tanzania. Unajua corona ni ya wenye nayo. Corona ni ya wazungu. Lakini wazungu wako kule wananitafuta usiku na mchana kwamba huyu ndiye mmoja watu waliokwamisha mpango wa corona kwa habari ya lengo tulilokuwa nalo. Kama mimi peke yangu nimekwamisha mpango wa wazungu. Mimi wazungu wanasema hawasikii Kiswahili, wamelazimika kuweka watu maalum wa kufuatilia mtandao wangu, wajue kila siku nimeposti nini. Na kila ninachoposti lazima watafsirie, alafu watafute jinsi ya kukizima ama kukiondoa. Mimi nimeweza kubatilisha kauli ya wafalme. Na hapa nimekuja nitengeneze watu watakao kuwa na uwezo wa kuwa waamuzi na wasemaji na matamko yao kuwa miongozo katika jamii. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Nitaomba walau kwa dakika kadhaa, kwa saa 1 2 hivi, dakika 40 20 unayeweza. Hebu stahimili maneno haya. Isiwe bure kuja kukaa kwenye kijiwe kama haka, kwenye kaeneo kama haka. Watu wengi wanatutazama, sema imewezekanaje wamekaa pale. Sasa kesho na kesho kutwa waje waone kulikuwa na sababu ya kukaa hapa. Kile kitakachoendelea kwenye maisha yako na kwenye ufahamu wako kije kilete maana kwamba kumbe kulikuwa na sababu ya kukaa hapa tulipokaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Cha kwanza nikwambie hivi,
Hebu andika title hii inayosema mahali pa ibada ndio mahakama kuu ya rufaa iliyo juu ya mahakama zote. Amen. Mahali pa ibada ndio mahakama kuu ya rufaa iliyo juu ya mahakama zote. Mahali pa ibada ndio mahakama kuu iliyo juu ya mahakama zote. Mahali pa ibada ama hekaluni ndio mahakama kuu iliyo juu ya mahakama zote. Kesi yoyote utakayoshtakiwa na yoyote kwa kusingiziwa, kwa kuonewa, awe shetani, awe mwanadamu, akuweke jela yoyote, iwe ni jela ya hapa Nyakanazi, iwe ni jela ya Biaramulo, iwe ni jela ya Bukoba, Geita, Kagera, iwe ni jela ya Dodoma, jela ya kibinadamu, jela ya kishetani, jela ya kichawi, namna yoyote ambayo utakuwa umehukumiwa na wachawi na machifu na mashetani na wanadamu na serikali na wazungu, ukitumia vizuri jengo hili, ukaingia kwenye jengo hili, kila upatapo nafasi, nasema hakuna kesi itakayokushinda. Ni kesi ya maisha haya, ni maisha haya, nile nini, nivae nini, niishije kwenye maisha haya. Ukitumia vizuri kanisa, acha kule tulikoenda kuomba ili pengine tuwashinde wale wa kanisa lile, hawaombi kama sisi. Huku tunaomba tupate akili na maarifa. Na ndio maana sisi kwa tunasema kukaa mwaka mmoja haujabadilika, hujaanza kwa kivutio kwa watu, tunakukalisha chini. Mwenzetu tunakuja kuomba ili iweje. Sisi kwa imani hii tulionayo ni kuombe, nisikuombe, ila kusali zaidi ya wiki 2-3 bado unaumwa, kwetu ndio muujiza. Yani kusali, umekuja wiki hili tuko pamoja, ndio. Wiki lijalo umekuja, Ndiyo. Tuko pamoja. Wiki inalofuata umekuja, tuko pamoja. Bado unaendelea kuumwa. Inabidi tukae, tumeona muujiza kanisani. Muujiza. Wakati makanisa mengi kupona ndo muujiza, sisi kuto kupona ndo muujiza. Kuto kupona ndo muujiza, kwa sababu kanisa ndo mahakama ya juu ya rufaa. Baada ya kesi ya aina yoyote, magonjwa ni kesi, ni kesi. Maana shetani, tafuteni namna mkaze hii kidogo au mwivute. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitatamani sana ufahamu kwamba akili zote unazotuona nazo, wewe ambaye Mungu amekutia nguvu kwa maeneo haya, Mungu naingiza maneno haya moyoni mwako. Nataka nikwambia hatuna uchawi hata kidogo. Hapa unaponiona sina uchawi hata kidogo. Hawa unaoona hapa hawana uchawi hata kidogo. Isipokuwa tuna maarifa ya kimungu yaliyobadilisha namna zote za kuonekana hatujasoma, namna zote za kuonekana ni wa kijijini, zimetubadilisha kabisa na kutufanya wa mjini kuliko wa mjini. Hapa nilikuwa nitafakari kitu kimoja. Nasema unaitwa mcheza kwao, yani mtu kwao. Kwa nitafakari kitu kimoja, nikasema nilimwambia yule mchungaji aliyenizaa kwamba sitakwenda, lakini nikasema kwa ziara akandaziwa inaisha haraka, namwambia tu aniondoe kwenye mgeni rasmi, lakini hata nikampe laki yenye chambo ndani, hiyo kwa kweli hata watoto wangu walisema hapana, tunaenda kwa babu tukatoe nyingi. Hapana, najua kwa kijini kwetu sisi, ukitaka wakuone wa maana, peleka hela, usipeleka akili. Ni kote. Na kwenu ni kwenda, si kwenu Kagera, si ndio? Yani ukienda peleka. Sasa wao wanachokihitaji kwangu mimi, wanachojua kwamba hizo hela umepata kwa bahati, aidha umefadhiliwa na wazungu, aidha uliziokota mali. Mimi hapa nimekuja kuondoa mfumo wa bahati. Imani na Yesu ninayesimama naye hakufanyi uishi na ufanikiwe kwa bahati. Unafanikiwa ukiwa unajua kabisa
waliofanya hivi ninavyofanya walifanikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Waliofanya hivi, na moja eneo ambalo Mungu akikusaidia kabisa, akusaidie vitu viwili vikubwa. Moja eneo Mungu akusaidie vyovyote ulivyowahi kuishi. Pata nafasi kila baada ya kazi. Hata nyie vijana mnaoishi mbali mnaoishi mbali, itumike namna yoyote ikiwezekana. Mupange au mjenge jirani. Kwa sababu kitabu hiki ambacho leo kinafika, nadhani kitaishia Kahama, kitafika Kahama leo jioni au kesho kutwa. Nimesema katika moja eneo ambalo mtu alistawi ni kukaa karibu na nyumba ya ibada. Kukaa karibu na nyumba ya ibada. Kwa sababu hii ni mahakama kuu kuliko mahakama yoyote itakayohukumu kesi yoyote. Singiziwa wakutie jela. Nenda na ufahamu uliotoka nao humu. Mle jela wanakutoa kwa machozi, wanakutoa kwa adabu, wanakutoa wakikuita mheshimiwa. Haleluya. Hukumiwa magonjwa, iweko tu kuna magonjwa umejaribu kuombewa huku na kule imeshindikana, umejaribu kunywa dawa hizi na hizi imeshindikana. Tumia vizuri ili jengo. Kila unapomaliza kazi, sisi ni tofauti na makanisa mengine yanayopokea vitu bila kuvielewa. Yaani kwamba tukisema maombi basi uache kazi uanze kuja kuomba tu. Sisi hapana. Sisi kama kazi zako zinaanza asubuhi mpaka saa 1, fanya kazi toka asubuhi mpaka saa 1. Ukimaliza kazi saa 1, kama pale unapofanya kazi pana uji, pana chai, pana mandazi na nini, piga kikombe cha uji, piga kikombe cha chai pale, alafu usipitie nyumbani, pitia kwanza kanisani. Pitia kwanza kanisani, mwambie Baba, peke yangu siwezi. Unamshukuru Mungu kwa hekima na ufahamu wake aliyokusaidia mchana kwa kazi ulizozifanya, ama unaanza kumwomba Mungu, Baba, leo kuna mambo sijafanya sawa sawa, naomba nikienda kesho mkono wako ukae pamoja nami. Sisi kanisa letu, sisi na Mungu na Biblia hii, tunaamini watu watamheshimu Mungu wewe ukibadilika, sio wewe ukiwaambia Mungu yuko. Wewe ukipendeza watu watasema Mungu yuko. Wewe ukifanikiwa watu watasema Mungu yuko. Wewe ukila ukashiba ukapendeza watu watasema Mungu yuko. Sisi hatuamini ile kusema Mungu yuko hata kwa kuangusha tu na mapepo na kuwaombea toka tu. Wewe ukibadilika. Na tunasema kazi nzuri, ukifanya kazi umepanga vizuri vitu vyako, nyumbani kwako ni pasafi, wewe ni msafi, watoto ni wasafi, wakija kama ni fundi wanaona unajenga nyumba mpaka yani kanyumba kanapendeza, kama ni unashona nguo zinapendeza, kama unafanya biashara wanaona upangiliaji, kama umeajiriwa una nidhamu kuliko wafanyakazi wengine. Uwe tunasema pale ndo Mungu anapotukuzwa na kujulikana kwamba kweli wewe umeokoka. Amen. Sasa kuvifanya vyote hivyo bila kukutanika humu kanisani huwezi. Kila siku iendayo kwa Mungu, kila siku bila kuingia humu ndani kwa sababu zozote, humu ndani huwezi. Sisi peke yetu hatuwezi kabisa. Yesu alianza safari na maisha yetu, akaonyesha mfano. Biblia inasema kila mchana alifanya kazi na kila usiku alienda kulala kwenye milima ya Mizeituni. Amen. Amen. Kwa hiyo kitu ambacho nataka ufahamu, sisi tulisema hivi wakati tunaanza huu mchakato na kustawi hivi tulivyostawi, tulisema kuna watu jioni saa 10 mlikuwa mnaenda kwenye mpira kuangalia mpira ama kucheza mpira. Kuna watu walikuwa wanaenda kucheza bao jioni. Tukasema wote ambao kazi zenu zinaishia saa 9 saa 10, ukimaliza kazi usiende, mpira wako sasa awe ni Mungu nisaidie. Mpira wako awe ni Mungu nisaidie. Bao lako awe ni Mungu nisaidie. Kijiwe chako pawe kanisani. Tukaweka tangazo kila saa 10 na saa 12 au kuendelea tutakutanika kanisani kuomba. Basi watu wakajikuta, ngoja niwaambie huku siwezi kutangaza mambo haya, ni mapema sana. Ni mapema sana, lakini mtakutana nayo mbele. Mimi nimefika mahala, hata Joshua alikuwa na TV hapa. Nimefika mahala nimesema mlokole kwa na TV, una TV kwa ajili ya nini? Kwa sababu TV unaangalia busu na sinema, baadaye zinakuharibu kichwa, unaanza kutamani wanawake au wanaume.
Kweli kweli. TV utaangalia nini? Kwa nini usiangalie taarifa za mbinguni? Kwa nini wewe usiangalie taarifa za mbinguni? Hata kama ni za ulimwengu huu, basi hata ukiwa na simu mara moja unaweza kaangalia kimetendeka nini. Lakini umekaa kwenye TV eti saa 10 ngoja niwekepo filamu hii niangalie filamu. Filamu haina kazi zaidi ya kukuharibu kichwa. Kabisa. Hasina kazi zaidi ya kukuharibu kichwa. Filamu yako tukaweka tangazo tukamwambia hivi, msiangalie filamu saa 10 hadi saa 12. Ukimaliza kazi njoo mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu, nakushukuru kwa jambo lile. Nimeona mkono wako, nimeona msaada wako, nimeona wema wako kwenye eneo 1, 2, 3. Nimekuona Bwana, umenisaidia, lakini kuna vitu sijafanya sawa sawa. Naomba kesho ukanisaidie. Nakwambia kwenye kazi nzuri, ukifanya kazi vizuri, watu watamtukuza Mungu kuliko ukiwasomea Biblia na kuambia Yesu atakuja. Kwa hiyo tulipoendelea hivyo, mtu wa Mungu, tulibadilika sana. Amen. Tulibadilika sana. Kwa hiyo mpaka hapa nataka nikujulishe kwamba hii ndio mahakama ya rufaa. Amen. Kesi yoyote iliyokushinda, yoyote iliyokushinda, hii mahakama ina uwezo wa kuipindua ile kesi na wewe ukaonekana mshindi. Kesi ya aina yoyote, katika vitu ambavyo nataka, kama utataka uje uone sio waongo. Tulipokuja hapa sio waongo. Weza maombi. Amen. Hapa nakufundisha kwa nini mwingine unaweza kusema ninaombaga sana nilikotoka akitokea chochote. Jibu nataka nikwambie hili kabla sijasoma maandiko kadha wa kadha. Jibu ni hili. Unaomba sana akitokea chochote kwa sababu baada ya maombi huwa hujui cha kwenda kufanya. Kwa sababu maombi hatuombi ili Mungu atende. Maombi tunaomba ili tujue jinsi ya kutenda. Amen. Na namna ya kutenda na yatutie nguvu kutenda. Amen. Sasa wengi wanaoambia waombe unakuta anakuambia tufunge siku 3. Yaani wafunge siku 3 ili Mungu atende. Mungu alisema wewe ni wakili wake. Wewe ndio unatakiwa utende ili Mungu ajulikane. Na wewe unaenda kwenye maombi unamwambia Mungu tenda mwenyewe ili watu wakujue. Kaonekane. Wakati Mungu anasema wewe ni balozi wake. Wewe ni wakili wa siri zake. Na wewe unaingia kwenye maombi siku 3, siku 5, siku 7 ufunge Mungu atende. Kwa hapo ni lugha gongana. Mungu anasubiri utende na wewe unasubiri atende. Mwisho wa siku Mungu anakuona huu ni mwehu. Unaingia kwenye maombi, badala maombi yale ya kuponye, ya kusaidie, anakutwika na vidonda vya tumbo kwa pengine vikuamshe. Kumbe Anakutwika na malaria vikuamshe, kwa sababu mimi baada ya wewe kuomba nitaka ukafanye. Kuna kitu nitaka ukafanye, mimi Mungu natukuzwa kwa wewe kufanya. Yesu anasema kama hamniamini mimi, ziaminini kazi. Sio kazi anazofanya Mungu, ziaminini kazi ninazofanya. Amen. Yesu kabla ya kwenda kufanya kazi ya kuponya watu alikuwa seremala. Niwaambie hivi, uwezo ukaitwa seremala kwa sababu una nyundo na shoka. Una nyundo na msumeno. Unatembea navyo mitaani au anakukuta umeshika mbao. Seremala huyo hapo. Hawakuite seremala kwa sababu una nyundo. Unaitwa seremala baada ya kutokeza madhabahu kama hii. Amen. Umekachonga kama haka ndio wanasema seremala. Ndio. Umechonga kabati ndio wanasema seremala. Kwa hiyo Yesu kuitwa seremala maana alikuwa fundi stadi. Aliwashangaza na kuwapendeza watu kwa alivyotengeneza vitu kwa ubora, kwa uzuri na kwa bidii. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu hakuanza tu kwamba ameokoka leo basi nataka kumtumikia Mungu. Wale wagonjwa pitani mbele. Nataka kumtumikia Mungu. Sasa najisikia kwanza kuhubiri, kwenda Mbeya na Dodoma na Mwanza kuzunguka na kikosi kazi. Ndugu, cha kwanza cha kuzunguka, kazi zako zibadilike. Kazi zako zibadilike, watu waanze kushangaa. Mbona kazi sasa nikwambie kitu kingine cha ziada. Kikosi kazi tunakusimamia ufanye kazi kwa bidii. Afu tunaanza kusimamia matumizi yako. Hela unazopata unapeleka wapi? Unanunua nini? Sisi mpaka ujieleze. Kwa huku na Kanazi ni mbali, lakini kwa wengine Mbeya pale inafika mara anaanza kufanya kazi, pesa ashiki yeye, pesa zinaanza kushikwa kanisani. Sio mchango katoa azipati.
ni ili zifike pesa za kununua godoro, tunatuma mtu kanisani kamnunulie. Zifike pesa za kununua jiko la gesi, tunatuma mtu kanisani kamnunulie. Zifike hela. Kwa tumesimamia watu kufanikiwa kibabe. Amen. Hata wakati mmoja kitu hapo Joshua akatetemeka nacho, nimemuuliza unapata shilingi ngapi kwenye kazi zako za ufundi? Kacheza akasema kwa nini nyumba bado iko hivi? Baadaye nimekuja kukuta Joshua alikuwa radhi yeye kupata hasara wengine wapone. Amen. Ninasema kwa huo moyo na hiyo picha na mimi baba yako nimepita huko. Hilo sio tatizo. Lakini bado tutangangana, maisha yako kubadilika ni lazima. Ndio. Sasa kitu cha kwanza, ukitufurahisha tu kwenye eneo la kufanya kazi unafanya vizuri kwa mpangilio mzuri, watu wanamshangaa Mungu, wanamtukuza Mungu, wanasema kanisa lenu kwa kweli hata kama tunaita la mfilimasoni, lakini kwa kazi hivyo mnavyofanya kwa kweli kanisa lenu limewasaidia. Kwa sababu kutukana wataendelea kutukana, lakini ni midomo itakuwa inatukana, roho zao zitakuwa bado zinawatamani. Amen. Usishughulike na mdomo wa mtu anachoongea. Hebu muangalie vizuri kwenye sura anavyotukana hivi. Akikuangalia dakika moja au saa moja, unakuta sura anasema pumba, mmepotea sana katika nyumba, mmepotea, mmeharibika, mmekuwa Freemason. Lakini baada ya muda akikuangalia unakuta lakini mmependeza, lakini sasa mnaendelea vizuri. Kwa hiyo usishughulike na matusi anayotukana mtu mdomoni, shughulika na moyo wake anavyokutazama. Amen. Haleluya. Amen. Na pia utakaofahamu kwamba usiende kwenye kanisa kwa sababu ya uzuri wake, nenda kwenye kanisa kwa sababu ya nafasi yake ya kuomba. Yesu hakwenda kuombaomba mara kwa mara kwa sababu kule kulikuwa na gorofa zuri na jengo zuri. Mara nyingi kwenye mikanisa yenye majengo mazuri na muonekano mzuri huwa hawaruhusu kuomba Kabisa. kwa sababu ile ni mikanisa ya kuonyeshana umaraya Iko hivyo. Bwana. Lakini mara nyingi maeneo kama haya, kwa sababu hawa watoto wangu wote wako chini ya amri yangu mimi, kanisani ni marufuku kuweka kwaya. Umoja wa kina mama ni marufuku, umoja wa kina mama, umoja wa vijana. Ndio maana huku ukija una shida na wenyekiti hauko. Kweli. Huku una shida na ukatibu hauko. Utaandika hela alizotoa nani? Wewe tu umekuja hapo umeona, umesikia hapo mchango hapo. Kama katibu utaandika hela za nani? Utaandika hela za nani? Sisi kila mtu fanya kazi ule vya kwako, ukitaka kutoa jitolee kwa moyo wa kupenda. Amen. Ni kweli sadaka tunatoa kama shukrani. Ila tunaweka chombo hiki kimoja. Hauruhusiwi mpaka hapa Joshua ameweka hiki. Ni chombo kimoja tu hiki. Ameweka chombo uruhusiwi kuweka chombo kingine. Kimoja tu. Kama ni fungu la 10 mtu atoe hapo. Kama ni shukrani atoe hapo. Kama hana mwacha akae. Mwacha akae, lakini sio swala la sijui huyu katibu wa mama, huyu mwenyekiti wa mama. Unajua vyote vile walivitengeneza ili ikifika sikukuu ya wamama wanunue godoro la mchungaji. Ikifika sikukuu ya vijana wanunue nini, story na kuisheni za mchungaji. Sasa sisi huku kila mtu lazima upige kazi. Ndio maana Joshua, tuseme Joshua pamoja na kuwasaidia watu, jamani, sasa mahubiri ya leo muangalieni Joshua, hapana, piga kazi. Nimeongea na kamke kake nikasema kamke kako kaende kapige kazi, wewe piga kazi. Hata kama watu wataleta chochote na kutoa chochote hapa, hawajaleta ili wewe ukae useme Mungu yuko mahali hapa, hapana. Wameleta ikiwezekana, kama kulikuwa kunahitaji kununua MB, kulikuwa kuhitaji kuboresha chochote, uboresha kwa njia hiyo, lakini sio njia wewe kula. Amen. Sisi kanisani kwetu umeme tunanunua zaidi ya 200,000 kwa mwezi. Maji tulikuwa nalipa zaidi ya 200,000 kwa mwezi. Lakini sasa hivi baadaye tukachimba kisima kama hivi mnavyonunua huko. Ila pamoja na michango kuwa 200,000, zaidi ya 200,000 kwa mwezi, yani kununua maji au umeme zaidi ya 200,000, hakuna hata mchango wa maji kanisani. Hakuna hata mchango wa umeme kanisani. Hakuna. Nini? Kama kuna watu watatoa sadaka mle, na yoyote atakayejisikia, hizo ndio zitakazonunua umeme. Hizo ndio zitakazonunua maji. Kwa sababu kanisani sio mahali pa kuchangishana. Ni mahali pa watu kuja kuchangisha magonjwa yao, mateso yao, maumivu yao, yaliyowashinda walikotoka. Hii ndio mahakama kuu ambayo mtu akisha kuja, anakuja kwa appeal, anakuja kukata rufaa. Kwamba Baba,
Mimi uko nje nimeshindwa. Ndio maana mimi nishasema pale kazini kwetu sisi tumezungushia wigo, tumeweka geti. Nishasema ukishaingia ile geti tayari anza kushtaki. Na ukiingia tu kwenye ile geti ukimwona mtu usimsalimia, hata kumsalimia, anza kushtaki, mwambie baba nimekuja nimeshindwa. Huko nilikotoka nimeshindwa. Sasa nimekujia baba. Nimekujia, anzia mlangoni. Na ndio maana atuonaje ajabu mtu akisema nimefika getini tu hapo ugonjwa umenitoka. Sema umefika kwa hakimu mkuu. Umefika kwenye mahakama ya rufaa. Yenyewe hata kabla haujashtaki inajua kuna kesi imekushinda huko ulikotoka. Njoo hapa kata rufaa, urudi na hati nyingine ya kwamba wewe uliyekuwa unataka kunifunga, hati nyingine wewe ndio utafungwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nataka mfahamu kwamba ili eneo hili kazi mchana. Fanya kama unafanya kazi usiku, mchana njoo ushinde hapa. Kama ni mlinzi au kazi zako ni za usiku, mchana njoo ushinde hapa. Njoo ushinde. Hiyo ndio kanuni, hiyo ndio mbinu, huo ndio ujanja, huo ndio ujeuri. Ukiona tuna hekima hii tulionayo, ukiona tuna matamko mazito ambayo hata serikali ikiasikia inatulia kusema kwamba wote wanaongea lakini huyu tumsikilize. Wote wanaongea lakini huyu tumheshimu. Huyu tumheshimu. Mimi niwaambie, una simu, ingia kwenye mtandao. Tafuta hata simu ya mtu, ingia kwenye mtandao. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaruhusiwa, walikuwa wanasema Magufuli akosoreki. Ingia, mimi akikosea nilikuwa nakosoa. Alipopigwa risasi Tundu Lissu, hakuna mtu aliyesubutu kuongea, mhubiri hata mmoja. Mimi nilitoa clip nilisema auae kwa upanga atakufa kwa huo. Hakuna kosa ambalo mwanadamu unataka kumwadhibu mwanadamu kwa kumvunja kiungo au kumuua. Wote sisi ni wenye dhambi. Wote sisi tuna matatizo. Lazima tufike mahala tutafute njia ya kuondoa uovu kwenye moyo wa mtu, wala sio kumvunja ama kumuua. Amen. Kamaza kwa kusema pole Tundu Lissu, ila uwae kwa upanga atakufa kwa huo. Wako watu walisema, "Yaani wewe unajua hii issue ni serikali inasemea sijui. Hii issue unajua ni mzee mwenyewe anasema hayo mimi sijui. Najua jambo moja, auae kwa upanga atakufa kwa huo." Amen. Haleluya. Amen. Sasa nani alihusika? Bado maonyo yangu yako pale pale. Mpaka leo hii tuko hapa. Kuna watu wanasema zitiini mamlaka. Hizi nasema mamlaka tazitii katika mema. Warumi 13 inasema zitiini mamlaka katika mema. Lakini ukija Danieli unakuja kusoma kwamba aliposema iabudiwe sanamu, Shadraka, Meshaki na Abednego wasema no, ataabudiwa Mungu peke yake. Petro alipoambiwa kwamba tumekukataza msiseme chochote, walisema hapana, inyukumuni nyinyi wenyewe. Sisi hatuwezi kuacha kuyatamka tulioyaona na kuyasikia. Je, tumtii Mungu au wanadamu? Waliheshimiwa kwa sababu zilikuweko kazi njema walizozitenda. Hekima tulionayo mimi mpaka sasa tunakusanyika na kuabudu hivi kwa sababu ya jengo hili. Ili jengo hili. Niwaambie wewe uliyeko hapa, inawezekana unatamani kwa moyo wako wote, mimi nataka niwe kama hawa. Ukishindwa hapa, ukishindwa kupatikana kila siku hapa, umeshindwa mtu wa Mungu. Sina la kukusaidia. Sina la kukusaidia, sina, nakupenda sana. Lakini ukishindwa hapa kuja walao hata maombi ya Kigoma, kaa tu humo. Hata ya Kigoma kaa tu humo, sinzia humo. Hamisha viti. Hamisha tu kiti, ukiona huko na kubuguzi hamisha kwingine. Unasinzia. Baadaye unaangalia masaa 2 matatu unatoka. Kesho tena usiende kuongea kwa ndugu. Mimi nakataza kwenda kuongea kwa rafiki au rafiki kuja kuongea kwako. Mimi nataka nenda kazini, ukitoka kazini kanisani. Kazini kanisani. Kazini. Ndio maana sisi watoto wetu wengi sasa wanaozaliwa sasa hivi wanapewa jina la Imaka au Ikama au Maika au Kamai. Majina yote hayo tu tunaimbaga wimbo. Kikosi kazi ni ibada, kazi, maombi. Ibada, kazi, maombi. Maombi, kazi, ibada. Maombi, kazi, ibada. Ibada, kazi, maombi. Maombi, kazi, ibada. Alafu
Yaani unaanzia yoyote, ukianzia ibada, kazi, maombi sawa. Kazi, maombi, ibada sawa. Maombi, ibada, kazi sawa. Yaani lolote mpaka watoto sasa walipo nao wimbo unakwenda. Sasa kuna mmoja anaitwa Makai yuko Mafinga. Mmoja anaitwa Ikama yuko Sumbawanga. Mwingine yu anaitwa Imaka yuko Songea. Kwa sababu hata wanaona jina na ukiuliza kwa sababu hilo jina Imaka halimo duniani. Kweli. Ikama, Imaka halimo duniani. Kwa hiyo wasema kwa nini mmewapa haya majina? Wasema ili watu wajue falsafa ya kikosi kazi ni kazi, ibada, maombi. Ibada, maombi, kazi. Nikasema kweli watoto wangu sasa mmeanza kukua, kwa sababu mimi baada ya kuokoka nilimpa mtoto wangu jina Wokovu. Lilikuwa jina la kwanza duniani mtoto kuitwa Wokovu. Nasema hapana, usimuite Wokovu, muite Neema, kwa sababu Neema ndio inasababisha wokovu. Samia anaitwa Wokovu. Kwa nini? Wokovu ndio unasababisha. Nikiwa kijini nafanikiwa. Nikiwa mjini nafanikiwa. Nikiwa sijaoa ninajitosheleza. Nikioa najitosheleza. Mimi nilimpa mtoto jina Wokovu kabla sijaoa. Miaka 9 kabla sijaoa. Nikampa jina kama nitakuja kuoa mtoto, kuoa na kuzaa mtoto nitamuita jina Wokovu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya wokovu kila ninapoishi nafanikiwa. Kila ninapoishi najua na wamama. Kwa sababu watoto wangu naanza kuita watoto wao Ikama, Imaka, Kamai, Makai, Maika, Injili, Uwezo, majina yanayoendana na falsafa na bidii na jitihada tulizonazo katika Mungu. Nataka nirudie, nakupenda sana. Na nataka maneno haya yawe ni kweli kwako. Sitamani uje useme walikuja walikuwa nasema maneno mazuri lakini mimi toka waondoke ndo mambo yameharibika, ndo hali ni mbaya. Yaani ndo sielewi. Ndugu, na mimi nakuhakikishia kama utashindwa kuingia kwenye jengo hili la maombi kila siku, sina la kukusaidia. Sina cha kukusaidia. Hata kama nitakuombea, nimekuombea mtoto amepona, wewe umepona, umeshiriki ibada hizo umepona, ule ugonjwa utarudi. Ule ugonjwa utarudi. Cha kukufanya ule ugonjwa uondoke na usije ukarudi tena, aibu iondoke na isirudi tena. Hapa hakuna fundi wa kuomba, hakuna ambaye maombi ni rahisi. Unavyoomba havieleweki tu kabisa, ukuta bwana zaidi ya yote umebaki peke yako, wengine wote wanasinzia. Mbona sasa kama maombi yana maana, kwa nini mbona wengine wanasinzia? Usiombe kwa sababu wengine wanaomba au wengine wanasinzia. Omba kwa sababu wewe umeshajua maombi ndio ufunguo wa kila kitasa kilichofunga maisha yako na ya jamii yako. Ukiomba kwa picha kwamba ngoja nione wengine kama wanaomba, ona mwe na Joshua tuliyekuwa tunamsifu, na Joshua naye ona naye anasinzia, naye aombi, basi maombi itakuwa na kwa ugumu ninaosikia hapa, kwa ugumu ona Bwana Yesu, ndio nini Bwana Yesu? Yesu nisaidie. Yesu ndio nini? Yesu nisaidie. Ndugu, endelea kuomba kwa sababu maombi ni upuuzi unaofunua vitu vya maana. Maombi ni upuuzi mbele zako na mbele za wanaokuona, lakini unafunua vitu vya maana. Hebu ngoja tukusomee msingi hapa. Msingi katika Luka. Huyu ndo aliyekuja kuleta msingi wa wokovu. Yesu ndo aliyekuja kuleta msingi wa wokovu, maana ya wokovu, picha halisi ya wokovu. Luka 21 mstari wa 37. Luka 21 mstari wa 37. Asema basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima ulioitwa wa Mizeituni. Kila mchana alikuwa anafanyaje? Anafundisha hekaluni, na mchana anaenda, na usiku anaenda kulala wapi? Kule kulikuwa na gorofa. Kule kulikuwa na kitanda. Kule kulikuwa na waheshimiwa kule. Kwamba Yesu anaenda kulala kwenye mlima kwa waheshimiwa wenzake. Kule kulikuwa na bao la kucheza kule. Manchester United zilikuwa zinacheza mlimani kule. Yanga na Simba zilikuwa zinacheza kule. Hata puru hakuna kule. Ni kwamba mchana alifundisha. Kabla hajaanza maisha hayo, mchana alimsaidia kazi baba yake za useremala mpaka akawa seremala. Usiku alienda kukaa kanisani na kuuliza maswali na kuomba.
Kwa hiyo hiki kipindi ambacho sisi upako sio wa wazi hiki, wewe usiwe na upako wa kwanza kuhubiri masokoni. Hubiri masokoni baada ya kazi. Baada ya kazi. Na eneo ambalo hutakiwi ukose hata kidogo kwenye maombi. Ukitaka yawe kweli kwenye maombi. Twende Luka 18. Luka 18 yasoma ile binti ile. Luka 18. Luka 18 mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate nini? Tamaa. Kwa nini wanakata tamaa? Kwa sababu wengi wenu mkija kuomba leo unataka matokeo makubwa leo. Hapana mpendwa, uliharibu kwa siku nyingi sana. Ulimtumikia shetani kwa siku nyingi sana. Lazima umwendee Mungu kwa uvumilivu mwingi na kwa adabu kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa. Amen. Lazima useme shetani, nijitoa kwako kwa namna nyingi na kwa staili nyingi. Nawe Mungu nitajitoa kwako kwa staili nyingi na kwa namna nyingi. Kwa hiyo wewe ukiwa kwenye maombi lazima uwe ni mtu unayetafuta staili za kila namna. Bwana naomba unisaidie. Tukianza kuimba unatafuta staili ya kila namna. Tukianza ukisikiliza unasikia wewe ndio Mungu anaweza kujua wewe uko serious wewe. Mungu anashughulika na walio serious, hashughuliki na wanao bipu. Amen. Amen. Na ndio maana anasema ukitaka kunifuata jikane, beba msalaba wako au hesabu kwanza gharama. Lakini kwa nyie, kwa sehemu kubwa mliokuja hapa Nyakanazi hapa, nyie ndugu, kama kwa 100% nadhani 80% nyie mlioko hapa mmehesabu gharama. Hata sura zinaonyesha mmehesabu gharama, mumeelewa kabisa. Wengi ninaona mnataka kuleta mageuzi kwenye maisha yenu na kwenye jamii zenu kwa njia ya mabadiliko kabisa. Sisemi uongo. Katika watu ambao ni majasiri kuchukua hatua, Nyakanazi ni alama. Tunashuhudia hapa, tuko mtandaoni. Ni moja eneo ambalo watu wenye ujasiri wa kuchukua maamuzi kutoka moyoni. Mpaka nimesema Mungu, kweli wewe ni fundi. Kweli wewe ni fundi. Kweli wewe ndio uliyegeuza safari ya Bukoba. Amen. Kweli Bukoba tungeenda kukutana na kanisa kubwa na watu wengi. Lakini nina uhakika tusingekutana na watu wenye maamuzi kama mlivyo Nyakanazi. Tusingekutana. Na mimi ambacho wanasema swala sio wengi. Kwa mfano kanisa kama hili unakuta limejaa watu wengi lakini hawana mtikisiko wote. Nenda makanisa mengine hapo utakuta wamejaa lakini hawana mtikisiko wote. Mimi peke yangu nimekuja Nyakanazi na mtikisiko. Kwa hiyo Mungu hatikisi jamii fulani kwa sababu ya wingi wa watu. Anatikisa kwa sababu ya uzito wa mtu alichokibeba ndani yake. Kwa hiyo hapa sisi hatuhesabu nyie kwa wingi wenu. Tunachoangalia ni kwa maamuzi yenu. Maamuzi haya mlionayo haya. Nyakanazi, Biharamulo, Kagera, kanda ya Ziwa, kupitia Nyakanazi inaenda kuona maajabu. Ninawaambia inaenda kuona maajabu. Haya maamuzi mimi naambia, haya maamuzi sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Haya ni ishara kwamba hizi roho zilikuwa zikitafuta siku nyingi. Ni kama wana wa Israeli walivyokuwa wakitafuta siku nyingi nani atatokea mkombozi. Na mwisho wa siku amekuja kutokea Musa kwa njia ambayo hawakutarajia, na kuhakikishia kwa nyie watu wa Nyakanazi. Hapana. Mimi niwaambia hata yanayofundisha nimeanzia juu sana kwa sababu nimeona mmempokea Mungu kwa uzito sana. Mmempokea kwa uzito sana. Yaani Mungu ambaye nafsi zenu zilikuwa naambia kuna siku nitakuja kumpokea Mungu kwa uzito, Mungu tofauti na hii miungu inayozagaa barabarani. Mimi nitabeba wokovu kwa uzito kuliko wokovu ulivyobeba barabarani. Na Mungu bila shaka kawaletea wokovu kwa uzito sawa na shauku yenu ilivyokuwa. Kwa sababu nakwambia kabisa ni kwa uzito. Hii gharama uwezo kaja kuisahau. Gharama ya zaidi ya milioni 2 kuja Nyakanazi. Ndugu, wahubiri sasa hivi kila mmoja angetamani alishe familia yake. Angetamani mambo yaende. Kuja mpaka huku kwa gharama kama hizi. Ujue Mungu aliona kuna mtu ana thamani kuliko matilioni ya fedha. Kuna mtu ana maamuzi yenye thamani kuliko matilioni ya fedha. Kwa hiyo nataka simama tu kwa ujasiri. Sasa nataka ufahamu, tunavyoanza kuomba kwa mara ya kwanza, cha kwanza lazima tu unajua Mungu yuko aliyewasaidia wale ndio ninayemuomba.
Muombe Mungu kwa kuangalia picha aliyetusaidia. Mimi nimekwambia hapa nilipo 100%. Hekima unayoniona nayo, nguvu unazoniona nayo, ufahamu unaoniona nao, uwezo unaoniona nao ni Mungu aliyeufanya. Amen. Mimi kwetu ni kijijini kabisa. Ndugu zangu wameferi, wameshindwa vijijini kule walikotoka, wameshindwa mpaka wanafikiria kufanikiwa ni bahati. Lakini mimi ninachosema kufanikiwa ni kanuni na utaratibu. Ukifuata utaratibu huu naongea hapa, kustawi lazima. Uombi sui Mungu atende, kustawi lazima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nikusomea hapa. Somea hapa nasemaje? Nasema hivi. Akasema palikuwa na kadhi mmoja katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Luka 18 hiyo. Hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki ya adui wangu. Na kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki yao wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Wanamlilia mchana nani? Na usiku. Mchana nani? Wewe nikwambia hapa, sikwambii uje uombe usiku tu. Ukipata nafasi mchana, omba mchana. Kila baada ya kazi. Wakati mwingine wanakwambia kama kanisani ni mbali kidogo. Kanisani ni mbali, lazima utafute mazingira fulani na muda fulani mpaka uje kwenda hapo kanisani. Basi ukiosha vyombo, umeosha vyombo kwa sababu kwa maombi vyombo ulivyokuwa unaosha saa moja, unavyoomba vyombo unaosha dakika 20. Tunakaa muda mrefu kufua nguo kwa sababu ya uwezo shetani kwa ameteka na fahamu, maruwazepo tunduma, maruwazepo kazi, wazepo maisha. Unakuta usikilizepo nyimbo, maruka unakuta tunafua nguo umeroa mwili mzima, utafikiri kinachofua ni mwili, kumbe ni mikono, mara ukae. Lakini kwa maombi unakuta maombi yanakuhimiza kusema fanya kazi haraka kwa sababu unatakiwa uingie kuomba. Fanya kazi haraka kwa sababu unatakiwa uende ukafanye kazi nyingine. Fanya kazi haraka. Kwa hiyo unajikuta kama kanisani ni mbali, kwa sababu hata kuhama jirani na kanisa lazima uende kwa utaratibu mzuri. Usije ukahama alafu ukaenda huko karibu na vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea vizuri mahali ulikokuweko. Lazima uende kwa utaratibu mzuri. Kama ni mbali, hapo nyumba yako lazima uigeuze kanisa. Nyumba yako lazima uigeuze kanisa. Ndio ulokole wa baba zetu waliokoka. Huyu mzee anafahamu. Baba zetu alipookoka nyumba ililindima. Ukisikia huyu ni mlokole, nyumba ililindima. Akimaliza kazi kidogo tu ameingia, baba nisaidie, nisamee, niongoze, nisaidie, nisamee, niongoze, nitangulie, nishike, niwezeshe, niwezeshe, nitakase. Dakika 10-20 ametoka. Hasa kama wewe ndio unaokoka kwa mara ya kwanza, au hata kama ulikuwa unaokoka ni ule wa kesho mezini, kesho umeanguka, kesho mezini, kesho umeanguka, au ndio unaokoka ni kwa mara ya kwanza, vibiti vilikuwa vinakusumbua, vijana walikuwa wanakusumbua. Wewe bila tumaombi tu mara kwa mara utaanza kuona walokole ni waongo, tamaa iondokaje. Kweli. Na kama ndo umeokoka hivi leo kwa mara ya kwanza, hata kama kuna binti alikukataa, utaanza kumuona anaanza kujisogeza. Hata kama kuna kijana ulimtafuta kwa gharama nyingi umpate, hakusogea, utaanza kuona amesogea. Vingi ukitaka uyashinde hayo, uvishinde hivi, visiwe na nguvu. Wewe omba hata kama mawazo yako juu yameinuka, yako juu unasema yani yule dada nikimpata, yani yule kaka nikimpata, mimi yani huyu dada sijui wokovu mpaka lini. Kwa hiyo hivi ndio niliokoka ndio basi kuzini na yule haitawezekana tena. Wewe unapowaza hilo wazo sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Asikujie shetani akakwambia unaomba lakini mbona umewaza vibaya? Unaomba lakini mbona umetoka kuwaza vibaya? Mwambie hayo mimi sijui, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu kwa wanaomlilia mchana na usiku. Amen. Lakini maelezo yangu ya kina ya ndani kabisa, ya ndani, hata kama unatoka mbali, jitahidi hata usiku njoo ulale.
Njoo ulala hata kama yatagoma kuomba, njoo ulale. Sisi kanisa letu halina kwaya, halina vijana, haina nini, nimekwambia vile vyote ni ufundi na ujanja wako. Haina vikao. Utaka kikao cha nini? Kila mtu kafanye kazi. Njoo ufanye unachotaka kufanya. Utafanya kikao na nani? Cha nini? Mnajadili nini? Kwa sababu vikao ni kujadili jinsi ya kuongeza michango kanisani. Sisi hatuna na haturuhusu. Ndio. Kuweka mzee wa kanisa ili amtetee mchungaji. Sisi hakuna. Hakuna mzee, hakuna katibu wala shemasi. Bwana. Na tuelewagi ibada inaanza inaishaje. Kama hapa uelewi nani kiongozi, nani huyu anasimama anaongea, huyu anasimama anaongea, huyu anasimama anaongea. Hapa unakuta ibada imeisha, twende nyumbani. Amen. Haleluya. Sasa kuweka mikwaya, watu wanakuja kuomba, unakuta wengine wanatikisa viuno. Sisi hapana. Hapana. Kanisa liko wazi masaa 24. Umekuja saa 2 asubuhi kwa sababu usiku ulikuwa kazini, au saa 6 utaenda kazini, umekuja saa 2, umetembea humu, umekuja saa 4, umetembea humu. Yesu nisaidie, Yesu niongoze. Utukufu wako Bwana unifunike, nguvu zako Bwana sio pamoja nami. Wewe Bwana tawala akili yangu, tawala mawazo yangu, tawala njia zangu. Badilisha Bwana, badilisha, nisaidie sana kushika, kuelewa kila kinachonenwa. Nisike kwa nguvu za kila namna. Unatoka unaenda kazini. Yesu. Nazo kazi tunafanya utafikiri tumerogwa. Sana. Sisi tunasema uwezi kuuza vitunguu, uwezi kuuza nyanya. Sisi kwetu lazima uuze. Vitauzwa. Sisi hakuna kazi ambayo tunasema huu ni mpango wa Mungu au sio mpango wa Mungu. Nilikuwa naambia mke wa Joshua, nikasema anza kuuza mitumba, hiyo ndo rahisi. Anza kuuza mitumba, unauza mitumba, unaambia hii imebarikiwa. Ni mitumba ina maombi nyuma yake. Watoto hata wakivaa mitumba ya aina hii, hata magonjwa yakai kwenye miili yao. Kwa sababu ni mitumba inayotokana na maombi. Tumia kitu chochote kikubwa mtu anunue. Kweli baba. Sisi kazi nasema kazi karundi konyoka, maana yake nguvu njika kazi ifanikiwe. Kwa lugha rahisi tunasema kufa na kupona. Kazi ni kufa na kupona, kwa sababu umetoka kanisani huko, umeomba, ukienda unalia na machozi kama ni kupiga debe. Kama unauza vitunguu vimwaga hapo chini, unasema vitunguu vya mcha Mungu, vitunguu vya mtu mwenye maombi, unaanza na kucheza vitunguu vya mwenye maombi, vitunguu vya mtu mtakatifu. Ukienda kuunga kwenye maharage vitunguu hivi, utakuta maharage yako yameongezeka, maharage yako itakuwa dawa. Hayataumiza vidonda vya tumbo. Sisi hakuna mtu asiyeweza kufanya kazi kanisani kwetu. Hakuna. Usema sio una degree unashindwa kwanza kuzungusha mitumba. Utaanza kuzungusha mitumba. Yupo kijana wangu ni daktari pale. Alianza kupika kande na kuzungusha. Daktari amemaliza udaktari, sasa anasubiri ajira. Anasema anasubiri ajira, sababu hapa hakuna kusubiri ajira. Zote hizi ni ajira. Fanya kazi. Lakini kwa vile ambavyo ndugu, ukiomba maombi ni bangi. Kama vile watu wakipiga bangi haogopi kuzungusha chochote na kufanya chochote. Maombi ukiomba ni bangi. Ukiomba tu sawa sawa, unajikuta moyo wako unakwambia, sasa kwa nini nishinde kuzungusha mitumba? Kwa nini nishinde kuzungusha? Wanaozungusha na nini? Mbona najisikia kwenda? Maombi yanaanza kusukuma kwa nyuma, nenda tu. Kajaribu tu. Hebu badilisha sauti hapa. Hebu ita kwa namna hii. Hebu mzungushie namna hii. Muonyeshe mtumba kwa namna hii. Hebu chukua kwa namna hii. Hebu peleka nyanya kwa hapa. Hebu nenda, unajikuta ghafla. Hawa walikuwa mwinjilisti nabii. Wanafanya biashara. Si wanasubiri watu walete. Kwetu walianza kuuza chai, kuzungusha, na mpaka baadaye akaanza kuuza maziwa, anayafuata maziwa mgando. Ndio anayeuza mpaka leo hapo, namuona tulakilaki hatukosi mfukoni, tulaki 2 hatukosi mfukoni. Hata anavyokuja huko anajilipia nauli mwenyewe. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kazi zako binafsi. Haleluya wapendwa. Haleluya watu wa Mungu. Lakini msingi mkubwa ili aeleweke hapa panatoa aibu zote za kujiona mimi msomi, panatoa. Mimi vijana wangu wa maskari nao chungu uzima wanasemaga wao lazima kula rushwa. Huyu siku moja tumefly, siku moja nikuta amepata likizo, kaenda mahali penye mitumba, kaanza kupiga debe. Mwisho wa siku anavyoondoka anaka 5,000. Ataenda kuchukua rushwa? Ataenda kuchukua rushwa?
Wengine maskari wanafuga kuku, wanafuga nini, wanafuga vya kufuga, wanalima busani kwa sababu wewe fanya kazi, pesa utapata za halali, utapata za uhakika. Katika moja kitu ambacho serikali ya Tanzania inaniheshimu, katika sehemu ambayo wanajua askari huwezi kumdhibiti asichukue rushwa. Trafiki wa barabarani huwezi kumdhibiti asichukue rushwa. Katika moja kitu ambacho hata serikali huwa inaniheshimu kwacho, wamemtega mitego yote yule askari, hachukui rushwa. Amen. Wamesema kwa kweli kuna watu wameokoka. Ndiyo. Hili kanisa wameokoka. Lakini nini? Nawafundisha pia kazi nyingine. Nawafundisha pia uchapakazi, kazi mbadala zingine kila baada ya kupata nafasi. Hivyo hata ile rushwa hainakosa pa kuingilia. Haleluya. 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 Hii ni mahakama ya rufaa. Naomba nisome Nyakati. Somo hiyo. Nisome Wafalme, nimalizie hapo ikiwezekana. Somo hiyo. Soma Wafalme. Yesu alisema, kwa nini kunitafuta? Imenipasa kukaa nyumbani mwa baba yangu. Na wewe nataka nikwambie wasikutafute. Wafalme wa kwanza 8. Wasikutafute. Mwambie jirani yako wasikutafute. Wasipokukuta kazini, wajue uko kanisani. Wasikutafute. Hata kama huna simu, wasikutafute. Wajue kama hauko kazini, uko kanisani. Sasa hata wakikucheka wote tunachekana. Yeye asipokuja kanisani anakuwa hospitalini. Kabisa. Tunabadilishana. Unajua tunakuja kanisani ili tuepushe magonjwa tusiende hospitalini. Bwana. Hapo. Kwa hiyo mnashinda tu kanisani, sema tunashinda kanisani sawa na wewe unavyoshinda hospitalini. Sisi tunashinda kanisani iwe badala ya kwenda hospitalini. Hiyo ndio kweli. Kabisa. Ili kanisa, ili jengo hili. Si kuna kitu kinakumaga unasema hiki cha kawaida. Kuna tumbo inakuuma unasema la kawaida. Si watoto, si la ukoo, si kuna watoto wanauma. Onja uone. Subutu ingia ili jengo. Ingia ili jengo. Ingia ili jengo kila siku. Zaidi ya mwezi mmoja kuna kifafa nyumbani kwako hautakiona. Kuna mafua ambayo kwako yalikuwa ya kawaida hautayaona. Kuna kichwa kilikuwa kinauma hautaviona. Na kuhakikishia maandiko yameandikwa na kwenye miili yetu na maisha yetu yamethibitika. Halafu tuna uhakika nayo, hata watu watie shaka kwa namna gani, tuna uhakika nayo. Kwa hayo yamebadilisha majina yetu na kutuleta kwenye heshima hii tulionayo, kwa sababu hata madaktari na manesi tulionao hata wao hawanywi dawa. Sio dhambi, kwa sababu ingekuwa dhambi tungewafukuza wasifanye kazi ya udaktari. Amen. Sio dhambi, lakini hata wao hawanywi dawa kwa sababu hata pa kuingilia dawa hapapo. Amen. Na watoto wao wanaenda kila siku kwenye mahakama ya rufaa. Kuna kitu chochote kinaonyesha dalili kama ugonjwa unaingia, wanakimbilia mahakamani. Kuna hukumu nataka kuhukumiwa, kwanza kuugua vidonge vya tumbo hapa. Naye Bwana naomba hii hukumu, hii kesi, shika wewe jarada, shika wewe jarada Bwana, shika wewe jarada. Anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye mizigo inayotokana na dhambi, nami nitawapumzisha. Kama mwanangu tulia. Unaanza kusikia kale katumbo hakapo. Unatoka nje kibabe unasema nilikuwa mahakama ya rufaa. Nimekata rufaa juu ya vidonda vilivyotaka kuja mwilini, juu ya homa zilizotaka kuja mwilini. Kwa unajikuta miezi, miaka na mikaka unaishi siku nyingi mzima. Na pengine kujulisha tu, ila kama utaanza leo umekuja umeomba, kesho sikuelewa kitu. Leo umekuja umeomba, hapo ni sawa na mtu ambaye kaona nyuki kwenye mzinga. Hiyo ndio mnielewe. Kaona nyuki kwenye nini? Mzinga. Kwenye mzinga. Hapo mnielewe, msimkasema nilileta uchawi. Uchague moja, kusuka au kunyoa. Na kwenye kitabu cha maombi mengi nimeandika. Kuomba na kuacha, ndio maana asilimia kubwa wanaominywa sana na wachawi ni waombaji. Wote mliwahi okoka mnajua. Siku ulioomba, siku umeomba ndio uliominywa sana. Nini? Ulichokonoa nyuki. Kwa hiyo kuomba leo, Bwana Yesu wako, Yesu Kristo Mungu ni hai. Mungu wewe, Yesu wako. Kesho haupo. Ni sawa na kwenda kwenye nyuki. Nyuki haziumi. Nyuki. Ndugu, zitakapokuona na kusudi baya, zikitoka hapo
Na nyuki hazina kuna mtu atakuokoa. Naye atapigwa. Na atapigwa. Umeelewa? Kwa hiyo ukianza kuomba, anza mazima. Amen. Hata kama kuna siku umekosa kwenda kanisani siku hiyo, basi pale pale nyumbani mwambie baba. Zunguka, usiale kitandani, usiende tena kitandani. La, pale pale zunguka. Wakisema hii nyumba siku hizi, aliyemo anapiga kelele sema hawa ndo wanaookokaga. Huu ndo ulokole. Huu ndo ulokole. Unazunguka tu, usipige kelele sauti ya juu sana, lakini omba kwa nguvu kwa jina la Yesu. Yesu hawakuonagi nje wenyewe tu. Ukitoka nje umeosha vyombo, umefua, umeingia ndani. Ukitoka kazini umerudi. Ukirudi ndani ni maombi, kazi. Umefua nguo, umeoga, uko ndani. Wewe unafanyaga nini huko? Ninaombaga. Ndio maana siku hizi mpole sura. Ndio maana siku hizi mtaratibu. Ndio maana mstaarabu. Kanisa gani hilo? Sema ni Upentekoste wa kizamani katika siku za mwisho. Kwa sababu sisi tuna mpango wa kufunua Upentekoste uliokuweko zamani. Na ndio maana mimi ukinisikiliza usiponiona utajua ni mzee wa miaka ya 40. Kwa sababu haya ninayoyafanya ndio waliokuwa wanafanya kina Kulola na kina Lazaro kule nyuma kabisa. Huku nyie wote mliokoka juzi nyie ndio hamujaonja hata wokovu ulivyo. Hamjawahi kuona hata ninavyoongea hapa, mengi ni mageni. Nasema hivi ndio anaongea ni vinini hivi. Lakini haya ni madogo kati ya wokovu ambako unatakiwa tufike na tunayotakiwa tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikisomea hii Wafalme 8 nimaliza hapa. Wafalme 8 nimalize tuingie kwenye pumziko kidogo na nizungumze na watu wawili watatu kwa undani wapate majibu kadha wa kadha maswali walio nayo. Alafu baadaye tuingie kwenye ibada jioni ambayo wengi watakuwa wametoka kwenye makanisa yao huko. Lakini nimewashangaa sana nyie na kanyazi nyie. Nimewashangaa sana. Katika dunia ambayo inasema kuna uchawi, kuna ufilimasoni na nini, nyie mmesema hapana, hiki ndio moyo ulikuwa unatafuta hiki. Mungu awashike sana. Haleluya. Mungu awashike sana. Kashike sana. Sikia mstari wa ngapi? Mstari wa 26. Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 26. Anasema sasa, Mungu wangu, Mungu wa Israeli, nakusihi ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi baba yangu. Lakini Mungu, je, atakaa kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu sembuse nyumba hii niliyoijenga. Walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake, Bwana Mungu wako. Usikilize sauti ya maombi ya mtumwa wako aombayo mbele zako leo. Macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana. Macho ya nani yafumbuke? Hayo ni maombi. Siku ya kwanza jengo la kanisa limejengwa, ndio Sulemani analiweka wakfu. Anasema macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja ukasema, hapa ndipo nitakapokuwapo jina langu, ili asikie maombi ya mtumwa wako aombapo akikabili mahali hapa. Uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli watakaoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako yaliko, nawe usikiapo ukasamehe. Sasa naanza. Wakija kuomba wakiwa na nini? 31. Ikiwa mtu, nianze 33. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Israeli dhambi yao, ukarejeze tena katika nchi uliowapia baba zao. 35. Kama mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakikuomba wakikabili mahali hapa pa ibada hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule utakapowatesa, basi usikie huko mbinguni, ukasamehe dhambi yao
watumwa wako na watu wako Israeli, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yako uliowapa watu wako iwe urithi wako. 37. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu au mvua au kungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au wele wowote, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yeyote, au watakaokuja kila mtu na maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Ukiwako msiba wowote, shida yoyote, maumivu yoyote, ugonjwa wowote. Na ndio maana wahuni wanasema corona msikae kanisani, kwa sababu wanajua hakuna ugonjwa unaoshindikana kanisani. Hakuna ugonjwa. Ndio maana wanataka tusikae kanisani, kwa sababu nia yao ni tufe sana. Ila utafiti ulivyo wa wazi, corona ni ugonjwa ambao umeunganishwa na mtandao wa 5G, ambao nia yake, matumizi ya ile 5G, mionzi yake wamelenga iwe watu wenye kinga ndogo ili wanadamu wapungue duniani. Sasa walichokuwa wamelenga, walijua eti wa Afrika ndio tuna kinga ndogo. Kumbe sisi wa Afrika ndio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Sisi ndio tuna kinga kubwa kuliko wao. Kwa hiyo walileta, ndio maana waliposhindwa kwa 5G, kabla hawajasema barakoa na corona, ilitumwa 5G yenyewe ijaribu kudhuru Afrika, ikawadhuru wao wenyewe. Ikawadhuru wao wenyewe. Italy juzi ndo wamefanya postmortem, wanasema uchunguzi wa mtu aliyekufa kwa kinachoitwa corona, real corona. Hiyo huo ujumbe ninao. Wamefanya uchunguzi. Wamekwenda kugundua kinga ya corona sio barakoa wala chanjo. Corona inasababishwa na mionzi iliyounganishwa kwenye 3G yenye lengo mahususi la makusudi kuua watu wenye kinga ndogo, hususan wazee, kwa sababu wanataka watu wenye mchango kuendeleza uchumi ndio waishi. Sasa wazee na Waafrika wanaona kabisa hii mijamaa haina kazi yoyote. Dawa ya ile mionzi sio ya corona ipo. Kwa wao walijua ikiwazuru hata wasiohusika, dawa ya ile mionzi ipo. Ndio maana unaona wao watu wa maana hawafi. Kwao watu wa maana Hawafi. sio kwa sababu wamechanjwa. Hawafi. Hiyo corona wakati wanasema wanakuwa 4,000, waziri mkuu wa Uingereza alikuwa imoni. Rais wa Marekani alikuwa imoni. Waziri mkuu wa Israeli alikuwa imoni. Mawaziri alikuwa imoni. Umesikia hapo kuna waziri amekufa Uingereza? Kwa sababu ile mionzi Italy wametoa ile. Sitaka kuisambaza sana kwa sababu nilikuwa naifanyia uchunguzi wa ndani. Dawa ya ile mionzi ikimdhuru mtu ambaye hawataki afe, dawa ipo. Dawa ipo. Waliotulenga ni sisi. Walipotushindwa ndio wameona watuvalishe linguo mdomoni ushindwe kupumua ili kinga zipungue, kwa sababu ya bakteria na miuchafu nayo pumua na kujivuta mwenyewe. Lengo wapunguze ile kinga sasa ya mwili ili mionzi yao ikudhuru kirahisi. Sasa Miafrika wameivalisha barakoa haifi. Kwa sababu ni mwanadamu real, ni mwanadamu original. Niwape siri moja. Mwafrika